Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri cha kujifunza Biblia, tunakukaribisha sana katika masomo haya. Leo ni siku ya Jumatatu, tunaendelea na masomo yetu, na somo letu leo linasema kwao wanaopotea ni upuuzi. Kitu gani? Ujumbe wa msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi. Basi kabla tujaendelea tupate kuomba. Amen. Baba yetu Mungu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa sababu umetuleta tena tujifunze. Mungu wetu, tunakusihi tujalie usikivu na tuelewe sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Amina. Hivi unajua unaweza kuwa unaongea point na kama kisha yuko hapa na kuona wewe mjinga. Wewe unamuona mjinga na wewe yeye anakuona mjinga. Sasa kwa wanaopotea, ile injili ambayo Paulo jana tujifunza kwamba ndio ujumbe wake ambao amewekeza, asijishughulishe na ujumbe mwingine isipokuwa huo tu, au shughuli nyingine ni huo tu, ndio alikuwa anatafuta kufanya hivyo katika kweli. Sasa yuko serious, mwenzake yuko serious, Paulo yuko serious. Ile kwa wanaopotea anaongea ni puzi, amechanganyikiwa. Twende tuyasome hayo maneno katika Wakorintho wa kwanza. Fungu la 18. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. 20. Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mlete hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Haya, 21, 23. Kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno linalohubiriwa. Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa kwa Wayahudi. Kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Yunani ni upuzi, bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Upuzi ni tofauti na hekima. Kuna mtu mmoja akanisimulia akasema, kuna kanisa moja bwana, kuna watu wa eneo fulani hivi hapa Tanzania, yani uzinzi sio issue. Yani hata kijana akakutana akakamatwa na amefanya upuzi, yani kwa wenye hekima ni upuzi, yani ameshiriki tendo la ndoa kabla ya ndoa au nje ya ndoa. Sasa mchungaji, twende kwa hekima. Twende kwa hekima au si vijana tu, twende na hekima, tusije tukaharibu hekima. Nimetoa mfano. Umeona mahali ambapo yani hekima ya mwanadamu inashindana na hekima ya Mungu. Sasa hapa wapo Wayahudi, Wayunani wanatofautiana jinsi wanavyotazama msalaba au mambo ya Mungu. Sasa kwa wanaopotea, wote wanafanana katika kupotea. Awe Myunani awe Myahudi, wote wanapotea. Ila wanapoteaje? Wayunani wanasema hatuelewi, yani haingii katika akili yao, mantiki yao. Lakini Wayahudi wanasema umenikwaza, yani sio kama hajaelewa, ila anasema haiwezi kuwa.
lakini wote wanakataa msalaba na wote wanapotea, wanaangamia. Yaani mwanadamu baada ya kutaja habari ya Myahudi na Myunani anataja tu, anaunganisha wote kwa grupu moja wa mwanadamu kwa asili yake. Mambo ya Mungu, hekima ya Mungu ni upuuzi. Ila Mungu anasema eti upuuzi wake, wewe unauita upuuzi, upuuzi wake una hekima kuliko wewe hekima yako. Alafu hiyo hekima ya Mungu inaumbua, inabatilisha hekima yako. Sasa twende msalabani. Mrumi aliwapeleka watu msalabani kudhihirisha nguvu zake, kutafuta wote, Wayahudi kwa Yunani, watu wa makabila yote wawe chini ya dola, chini ya Rumi. Hata leo risasi inatumika, wote wa Tanzania. Lakini si ndio hiyo ndio hekima, ndio hekima yenyewe, kwamba inatengeneza umoja, inatengeneza taifa zima, inatengeneza ubinadamu, yani kwamba watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuwa chini ya Rumi kwa kulazimisha au kwa kukazia, kama kila mmoja, kwa kulazimisha wote wawe chini ya dola, lakini kwa kuwabagua, yani divide and rule. Myahudi anabakia kuwa Myahudi lakini chini ya Rumi. Myunani anabakia kuwa Myunani chini ya Rumi. Pale msalabani unachokiona tunaenda kujifunza huko mbele. Ninyi si mnaona upuzi msalaba? Yaani mimi nikupende wewe Myahudi, nikukubali wewe Myahudi, nikuchukulie wewe Myahudi. Sasa pale msalabani eti Yesu alipoinuliwa aliwavuta wote. Upuzi huo, kwa mfano pale ukiangalia pale msalaba unaweza kusema kwamba huu ndio binadamu, huu ndio binadamu. Wewe ni mfalme mzima kabisa, wewe ndio unaweza kuwa Mungu kabisa, anaweza kuwa anashindwa kumwokoa mtoto wake pale. Lakini kumbe kupitia udhaifu au njia hiyo hiyo Mungu alikuwa anadhihirisha jinsi njia hiyo ya mabavu ya msalaba, njia hiyo ya ukatili ambao walionyesha kwa mwana wa Mungu, jinsi inavyoweza ilivyo dhaifu au ilivyo upuuzi, na hasa utakapotazama wanaookolewa kwa msalaba huo. Kama hapo inaeleweka? Kama umenielewa, hebu nieleze umenielewa. Nakielewa kwamba sisi tumeona mapungufu ya Mungu, udhaifu wake, kama kitu ameshindwa. Mwanaye anateswa msalabani, ana cha kufanya. Kwa mtazamo wa sisi wanadamu, kwamba inakuwaje mwenye nguvu ashindwe kutoka katika adhabu hii? Kumbe katika hicho tunachokiona kama ameshindwa ndicho kinacholeta nguvu zake, kinacholeta huruma zake, kinacholeta wokovu kwa watu, kinachoenda kutoa watu. Ameshindwa kujiokoa, lakini katika hiyo hali kumbe ndio hali ambayo hata na sisi inatuokoa. Na hasa utakapotazama baada ya siku ya tatu. Na pale si alikuwa kama dhaifu, imeonekana kama yani ameshindwa, wamemchukua, wamemuua kikatili. Kwa nini? Kwa sababu ana nguvu. Kwa nini asingerusha hata mikono yake? Wewe kumnyenyekea mke wako ni upuuzi au sio upuuzi? Kwa akili ya kibinadamu, kwa akili za Kiafrika ni upuuzi, lakini kwa akili za Kikristo, kwa mwanamke mwenye akili anaona huyu ndio mwanamume. Lakini mwanamke asiye na akili anasema nimemkamata, au anakukanyaga zaidi. Yaani umeinama hapa unasema osha na vyombo, wewe si umeamua kunisaidia. Haleluya. Kwa hiyo inategemeana na akili yake.
Nategemea amepokeaje. Lakini kwa ndio anasema kwa wanaokolewa, tutaangalia kesho. Amina. Rafiki yangu, sijui kama unaonaje habari hii ya msalaba. Ni upuzi, ni hekima? Sasa kama unadharau mambo ya Mungu, ujue kabisa kwamba kuangamia kuko njiani kwako. Unaona upuzi, mambo ambayo yanaweza kuleta, ndio hekima ya Mungu. Shituka, tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya upuzi wako msalabani. Ukakubali kupuuzwa na wanadamu, lakini kumbe ulikuwa unadhihirisha hekima yako. Maana hata katika Kristo Yesu, katika kujishusha kwake, tukaona jinsi alivyotupenda, alitujali kuliko alivyojali cheo chake, kuliko alivyojali nafsi yake mwenyewe, na tukavutwa kwake. Sasa tupatie kutembea katika hekima hii, hata mtumishi wako akiwa nyumbani, kama ni mume, kama ni baba, kama ni ofisini, katika kukubali hata kunyenyekea, hata katika kuwahudumia, hata katika unyonge kwa ajili ya kuokoa wengine. Anapofanya hivi, neema yako isimpungukie na akaweze kuwaleta wengi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Basi ndugu rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo. Karibu sana siku ya kesho, tunakuja kuangalia. Leo tumeangalia kwamba ni wao wanaopotea ni upuuzi, neno la msalaba. Kesho ni nguvu kwa wale wanaookolewa. Unapookolewa ni nguvu. Basi mimi ni Geoffrey Omondi. Enos Makalindile. Unazidi kutupata kutoka Temboni, Dar es Salaam. Karibu sana. Amen.